Hadithi, uvumi na simulizi za mashahidi wa mauaji yaliyofanywa na vikosi vya usalama wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba nchini Tanzania ziko kila mahali. Hadi sasa, idadi halisi ya vifo haijulikani, lakini makadirio ya Umoja wa Mataifa yanaonyesha angalau watu 700 walipoteza maisha katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Rais wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, alisema serikali yake ilikuwa ikipambana na waporaji na watu waliotaka kupindua serikali. Tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Tuligundua matukio mawili jijini Mwanza ambayo yanapingana na kauli hii. Tuligundua kwamba polisi walitumia nguvu kupita kiasi, si tu dhidi ya waandamanaji, bali pia dhidi ya raia ambao hata hawakuwa wakiandamana. Vikosi vya usalama viliwashambulia na kuwaua watu wasiokuwa na silaha. Lakini tuanze tangu mwanzo. Maandamano ya siku ya uchaguzi yalizuka Dar es Salaam na baadaye yakaenea hadi miji mingine kama vile Arusha, Dodoma na Mwanza. Wakati huo kulikuwa na Watanzania waliokuwa hawakuridhika na ukiukwaji wa sheria za uchaguzi, kukandamizwa kwa upinzani na matendo ya kikatili dhidi ya raia. Vikosi vya usalama vilionekana mahala kadhaa na vurugu zilianza kwa haraka katika maandamano ya mitaani na maeneo mengine kote nchini. Mabasi na vituo vya mafuta vilichomwa moto na kiwanda hiki cha magodoro kilivamiwa. Serikali ilitangaza amri ya kutotoka nje kuanzia saa 12 jioni na kuzima mtandao wa interneti, hatua iliyoitenga Tanzania na ulimwengu wote. Lakini hilo lilichelewesha tu kuenea kwa taarifa. Katika wiki zilizofuata baada ya uchaguzi, tuliweza kufuatilia ushahidi kuhusu matukio mawili mahsusi ya vurugu huko Mwanza, jiji la pili kwa ukubwa nchini Tanzania. Mashahidi na manusura wametuambia kwamba polisi waliwaua watu wengi kwa risasi katika maandamano na wengine katika nyumba zao. Serikali ya Tanzania bado inaendelea kuchunguza. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema kwamba angalau watu 700 waliuawa, huku upinzani ukisema idadi hiyo ni karibu 2000. DW haiwezi kuthibitisha idadi kamili ya vifo, lakini inaweza kuthibitisha kwamba polisi walifuata na kuwaua raia ambao hawakuhusika katika maandamano. Hilo linapingana na kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan. Ilikuwa tuwaangalie waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe. Tuyaangalie kwa undani matukio haya mawili makubwa jijini Mwanza. Manusura na mashuhuda walikubali tu kuzungumza na DW kwa sharti la kutotajwa majina. Wanasema kwamba polisi wanajaribu kunyamazisha na kuharibu shahidi. Kwa hivyo, tumebadilisha majina yao kwa usalama wao. Tuligundua kwamba polisi waliwaua watu 4 katika tukio moja huko Kisesa yapata saa 1 usiku wa Oktoba 29. Vikosi vya usalama vilijazana eneo hilo kufuatia maandamano ya siku hiyo. Barabara kati ya Kisesa na Mji Mwema, kitongoji cha Mwanza kilicho umbali wa kilomita 14 hivi, ilikuwa njia ya kifo mnamo Oktoba 29 hadi 30. Akida aliuawa hapa Kisesa. Akida alikuwa amekaa nyuma ya nyumba yake na vijana wengine wawili walikuwa wakila chipsi. Kisha polisi wakaja na kuambia wakae mstari mmoja. Kulikuwa na saluni karibu na kulikuwa na mtu aliyekuwa amemaliza zamu yake hapo. Polisi wakamuamuru naye ajiunge na wale wengine ambao tayari walikuwa wamepangwa mstarini. Kisha polisi waliwaamuru wote walale chini, walilala. Yule mtu wa saluni alijaribu kukimbia na polisi wakampiga risasi mgongoni, wakampiga tena kifuani, kisha wakampiga kichwani. Wale waliokuwa wameamuriwa walale chini nao wote walipigwa risasi na kufa. Wahanga wa mauaji haya walikuwa Akida mwenye umri wa miaka 31, Chacha kijana kutoka saluni mwenye umri wa miaka 40, Hamu mwenye umri wa miaka 31 na Zuberi mwenye umri wa miaka 24. Mama yake Akida na wengine wawili walishuhudia mauaji hayo ya halaiki. Nilikimbilia barabarani na kukuta miili ya watu 4 imelala chini. Nikamuinua mwanangu.
Mwili wake ulikuwa baridi, lakini miguu yake bado ilikuwa na joto kidogo. Kwa hivyo nilidhani bado yuko hai. Nikakimbia kurudi nyumbani kuchukua gari, nikarudi haraka kwenye eneo la tukio. Lakini nikakuta kuwa mwanangu alikuwa tayari ameshakata roho. Mashahidi wanasema ufyatuaji risasi wa hapa na pale usiku kucha ulifanya iwe vigumu kwa familia za waathiriwa kukusanya miili ya marehemu. Kulikuwa na maiti nyingi mitaani na hakukuwa na mtu wa kuzikusanya. Hata kama angekuwa rafiki yako, baada ya kupigwa risasi ilibidi ukimbie tu, usingethubutu kurudi kuchukua mwili wake. Hatukuweza hata kuziweka maiti kando. Kwa hivyo kuhusu maiti hizo, ni wanajeshi ndio waliokuwa wakizikusanya. Walikuwa na malori maalum ya kubebea maiti hizo. Tukio la pili jijini Mwanza linaonyesha kwamba vikosi vya usalama havikuwapiga risasi watu wa kawaida mitaani tu. DW iligundua kuwa watu kadhaa walipigwa risasi kwenye ukumbi wa video maarufu kama Kibanda Umiza huko Mji Mwema kati ya saa 1 na 2 usiku mnamo Oktoba 30. Imani aliyenusurika alikuwa ameketi hapo na wenzake 14 waliposikia ufyatuaji risasi wa hapa na pale. Tulikuwa ndani ya Kibanda Umiza tukitizama habari. Ghafla tulisikia risasi zikifyatuliwa nje. Baadhi yetu tulikuwa tumejificha chini ya mabenchi. Tulipolala nilisikia risasi zikifyatuliwa tena. Nilihisi kama zilikuwa zikipigwa hewani, lakini kwa kweli zilikuwa zikifyatuliwa kwetu. Tukio zima lilichukua chini ya dakika 1, kisha wakaondoka. Nilihisi umoto kwenye shavu langu, na nilipojigusa kwa vidole vyangu nilihisi nilikuwa nikigusa meno yangu. Nilikuwa nimepigwa risasi. Niliona watu wakitapatapa pale chini na damu zilikuwa zikiwatoka. Nikasimama na kukimbia. Nilijificha kwa muda mahali, kisha nikaenda nyumbani. Imani alihangaikia matibabu hospitalini na hadi sasa ana wasiwasi kuhusu usalama wake. Hii ndio hali baada ya tukio hilo. Mashahidi wanasema mili kadhaa ililala ndani na karibu na ukumbi wa video ama Kibanda Umiza hiki. Neema aliwapoteza watu wake wawili katika tukio hilo, mwanawe Simba na mdogo wake Hamisi. Nilitoka nje kumsaidia mtu ambaye alikuwa amepigwa risasi mgongoni na kwenye paja. Alikuwa amefanikiwa kutambaa hadi mlangoni kwetu. Alinusurika. Tulipokuwa tukimsaidia, kijana mmoja alikuja akipiga kelele, "Mama Simba, njoo uone, mjomba Hamisi na Jabali wameuawa." Nilipiga makelele na kujaribu kuvuka barabara na kundi la watu, akiwemo kaka yake Jabali, lakini risasi zilikuwa zinaendelea kurindima. Tulilazimika kurudi. Kisha akaja kijana mwingine na kuniambia Simba ameuawa. Usi na manusura mwingine alikuwa na Simba ufyatuaji risasi ulipoanza. Nilimwambia Simba, tunahitaji kukimbia, lakini alikataa. Alisema hatujafanya kosa lolote, tutulie tu. Ingawa moyo wangu ukiniambia vingine, nilikaa kwa muda. Kisha risasi zaidi zilipigwa. Nilimsihi tena, "Kaka, watu hawa watatuua, tukimbie." Lakini alibakia kama kwamba roho yake ilikuwa ikimwambia baki hapo. Niliona njia pekee ya kutoka ilikuwa ni kuchomoka moja kwa moja kuwapita wale askari. Nikakimbia. Nilidhani Simba alikuwa nyuma yangu, lakini nilipofika nyumbani kwa mama yake na kugeuka, hakuwepo. Nilitaka kurudi kwenye eneo la tukio, lakini nilisikia mlipuko mkubwa kama bomu. Dakika chache baadaye, simu yangu ilianza kuita ikisema marafiki zetu wameuawa huko Mji Mwema. Simba alikuwa mmoja wao. Kulingana na simulizi za mashahidi na data za eneo la kijiografia zilizokusanywa na DW, wauaji walikifikia kibanda cha video wakitokea upande wa kusini. Kwanza walishambulia watu karibu na kanisa la Tag Nyasaka. Kisha wakaenda umbali wa dakika 1 hadi kwenye eneo jengo hili lenye umbo la L ambalo lilikuwa karibu na kibanda hicho cha video ama Kibanda Umiza. DW imepata risasi kadhaa kutoka kwenye matukio hayo mawili. Kulingana na mtaalamu wa silaha Byron Adera, risasi kama hizo kwa kawaida hutumika na bunduki za AK-47. Judging by the morphology of the bullets that is shared in various people's hands are consistent with what you can almost certainly say 7.62 by 39 millimeters. They are ammunition that are widely used by small arms and light weapons of the nature of, say, AK-47.
variants. So in Tanzania, the small arms and light weapons of the type of AK-47, which happen to the first line, majority of the first line weapon systems in the hands of the Tanzanian police and of course the defense forces are, AK-47 variants. Lakini swali ni kwamba, je, wauaji walikuwa akina nani? Huko Kisesa, mashahidi wanasema walikuwa polisi wa kawaida wakiwa wamevalia sare. Huko Mji Mwema, wauaji wanatajwa kuwa watu waliovalia mavazi meusi na wengine nguo za kawaida za kiraia, lakini wote walikuwa na silaha. Pia tuligundua kwamba baada ya mauaji huko Kisesa na Mji Mwema, wanajeshi walifika kukusanya miili hiyo na kuipeleka katika hospitali ya Sekou Toure na kituo cha matibabu cha Bugando. Mama yake Akida alienda katika Bugando kusaka mwili wake siku moja tu baada ya kuuawa kwake, lakini hawakuupata mwili hadi siku kadhaa baadaye. Kulikuwa na miili mingi iliyorundikana kila mahala. Walifanikiwa kumpata na kutuambia tulipe shilingi 300,000. Hiyo ilikuwa Jumamosi tulipouona mwili kwa mara ya kwanza, lakini siku hiyo ilipita na Jumapili na Jumatatu na Jumanne. Ilikuwa hadi Jumatano wakati mdogo wangu alipopokea simu kutoka kwa afisa wa polisi wa wilaya ambaye alimwambia kwamba sasa tunaweza kuuchukua mwili kwa mazishi. Tuliuchukua mwili kwa ajili ya ibada fupi nyumbani na nyingine kanisani na tukaenda Bujore kumzika. Kulingana na ripoti ya ndani ya polisi mkoani Mwanza ambayo ilivujishwa kwa DW, kulikuwa na raia 68 waliopoteza maisha. Polisi waliotambua watu 58 kwa majina. Baadhi yao walipigwa risasi katika matukio tuliyoyachunguza. Ripoti hiyo haitaji chochote kuhusu matumizi mabaya ya nguvu za jeshi la polisi, lakini inadai kwamba kulikuwa na matukio ya vurugu na ghasia. DW iliwapigia simu polisi wa Mwanza mara kadhaa na kuiomba serikali ya Tanzania kutoa tamko lao kuhusu matukio hayo mawili jijini Mwanza. Tulimwandikia msemaji wa serikali, lakini hakukuwa na majibu. Je, bado nakumbuka kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan? Tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Uchunguzi wa DW umegundua kuwa nguvu kupita kiasi ilitumika dhidi ya raia wasio na hatia na kwamba serikali inaweza kuwa na masuala mengi zaidi ya kujibu. Mamia ya watu bado hawajulikani walipo baada ya ukandamizaji mkali wa wakati wa uchaguzi wa Oktoba 2025.